Kwa kusikitisha, saratani ya matiti bado ni chanzo kikubwa cha magonjwa na vifo miongoni mwa wanawake duniani kote. Kulingana na Shirika la Afya Duniani, takribani mwanamke mmoja kati ya 12 hugunduliwa na saratani ya matiti katika kipindi cha maisha yake. Hata hivyo, habari njema ni kwamba saratani ya matiti mara nyingi inaweza kutibiwa, haswa inapogunduliwa mapema. Ndiyo maana katika video hii, tunazungumzia dalili 6 za kawaida za saratani ya matiti. Ikiwa unahisi una mojawapo ya dalili hizi, haimaanishi moja kwa moja kwamba una saratani ya matiti. Hata hivyo, ni muhimu kumwona mtaalamu wa afya haraka iwezekanavyo. Kwanza, chunguza mara kwa mara kama kuna uvimbe au vinundu kwenye matiti yako, kifua au kwapani. Vinundu au uvimbe vinaweza kusababishwa na magonjwa mengine yasiyo saratani, lakini ni muhimu uchunguzwe na mtaalamu wa afya. Pili, zingatia mabadiliko yoyote kwenye ngozi ya matiti yako. Mabadiliko ya kawaida yanayoweza kuhusishwa na saratani ya matiti ni ngozi kudidimia kama ganda la chungwa au uwekundu. Mabadiliko haya yanaweza kuwa magumu kuyaona kwa watu wenye ngozi nyeusi. 3, angalia kama kuna mabadiliko yasiyo ya kawaida katika ukubwa au umbo la titi moja au matiti yote mawili. 4, chunguza kama kuna majimaji yoyote yanayotoka kwenye chuchu ikiwa huna mimba wala hunyonyeshi. Zingatia zaidi ikiwa majimaji hayo yana damu. 5, zingatia mabadiliko yoyote katika umbo au muonekano wa chuchu. Dalili za kawaida ni chuchu kuingia ndani au kupata upele. 6, usipuuze maumivu ya titi au kwapani ambayo hayaondoki. Maumivu ya matiti yanayokuja na kuondoka mara nyingi si dalili ya saratani ya matiti, lakini maumivu yanayoendelea yanapaswa kujadiliwa na mtaalamu wa afya. Tunapenda kuhakikisha tena kwamba kuwa na dalili hizi haimaanishi moja kwa moja kuwa una saratani ya matiti. Tunasisitiza pia kwamba saratani ya matiti mara nyingi inaweza kutibiwa haswa inapogunduliwa mapema. Kwa sababu hiyo, tunakuhimiza kuchunguza matiti yako mara kwa mara na kuzungumza na mtaalamu wa afya iwapo una wasiwasi wowote. Hatimaye, video hii inapatikana katika lugha 18 tofauti na itapatikana bila malipo kupitia developingmedicine.org na kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tafadhali shiriki ujumbe huu na marafiki na familia yako.